Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 22 mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Konradi wa Parzam, mtawa Mkapuchini. Hapo awali Konradi aliitwa Yohani. Yohani alikuwa mtoto wa Gertrudi Nedamea na Bartholomeo Bandorfa. Yohani alizaliwa mnamo tarehe 22 mwezi Desemba mwaka 1818 huko Venushof-Parzam, Bavaria nchini Ujerumani. Alipokuwa kijana, Yohani alipenda ukimya na upweke. Baada ya kifo cha wazazi wake, aliendelea kusimamia shamba la familia. Alijaribu mara nyingi kujiunga na maisha ya kitawa, lakini wahusika katika uchaguzi wa wakandidati waliamua kuwa Yohani hana wepesi wa kutosha kiakili. Alituma maombi katika shule ya Wabenediktini huko Metten ili kusomea huduma ya upadre, lakini hakupokelewa. Hatimaye mnamo mwaka 1849, akiwa na umri wa miaka 31, Yohani aliacha urithi wa familia yake na kujiunga na Wakapuchini wa provinsia ya Bavaria. Baada ya kuishi na watawa hao kwa muda wa miezi kadhaa, alivikwa vazi la wasekulari na kupewa jina jipya, yaani Konradi. Mnamo mwaka 1851, ikiwa ni baada ya miaka miwili, alipokea kanzu ya kikapuchini kama mnovisi. Japo mwaka wa novisiati ulikuwa mgumu sana kwake, Konradi alivumilia na kuweka nadhiri za maisha mnamo mwaka 1852. Baada ya profesio, Konradi alipewa kazi ya ubawabu katika frayari ya Mtakatifu Ana huko Altötting, mahali ambapo alikaa kwa muda wa miaka 43. Ndugu wa pale walitunza kikanisa cha Bikira Maria mama wa huruma, kikanisa ambacho kilikuwa sehemu iliyofahamika sana kama mahali pa kuhiji. Konradi alijishughulisha na mafukara, pia watoto waliotelekezwa na ambao walitafuta hifadhi mahali pale, hata akajulikana kama baba wa mafukara. Alikuwa mtu mwenye uchangamfu na uvumilivu mkubwa, mtu aliyefaulu kila mara kujipatia muda kwa ajili ya sala, licha ya ratiba yake kuwa ngumu na kuwa na mambo mengi aliyotakiwa kufanya. Wakati fulani aliandika, "Msalaba ni kitabu changu. Kwa kutazama msalaba tu, ninajifunza ni nini cha kufanya kila wakati." Msalaba unanifundisha unyenyekevu na uvumilivu. Unanifundisha kubeba misalaba yangu mwenyewe kwa uvumilivu, na pia unaifanya iwe ya kufurahisha na miepesi. Maisha ya Konradi yalikutana na matukio mengi ya kihistoria, ikiwemo vita vya Prussia walioungana na Austria-Hungaria dhidi ya Denmark kwa ajili ya tawala za Schleswig na Holstein, na pia muungano wa Ujerumani katika vita kati ya Prussia na Ufaransa, vita ya mwaka 1870. Lakini pia kujikwamua kiutamaduni chini ya Bismarck na mtawala wa Ujerumani kukandamiza na kufuta kabisa mashirika yote ya kitawa isipokuwa shirika la Wakapuchini. Akiwa kitandani kwa siku chache, mchovu na mgonjwa, Konradi aliaga dunia mnamo tarehe 21 ya mwezi Aprili mwaka 1894 akiwa na sifa ya utakatifu mkubwa. Papa Pio wa 11 alimtangaza kuwa mtakatifu mnamo tarehe 20 ya mwezi Mei
mwaka 1934. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Konradi wa Parzam, mtawa Mkapuchini. Alitoa mfano mzuri wa uvumilivu na kujikatalia anasa za ulimwengu kwa kuwa alikuwa mtu wa sala na mnyenyekevu. Watakatifu wengine tarehe 22 mwezi wa 4: Mtakatifu Radulf, Mtakatifu Leonidas, Mtakatifu Arathol, Mtakatifu Quiriacus na Mtakatifu Basili wafiadini wa Misri. Mtakatifu Konradi wa Parzam, mtawa Mkapuchini, utuombee.